iliyo mibaya, kaibadilisha familia, kakubadilisha wewe. Anataka uwe mtu mwingine, kwa maana anatamani kuona unasimama pamoja naye kwenye viwango ambavyo kulia utaendelea kupata malisho kwake. Amesema utaingia na kutoka, utapata malisho, utakutana na neno zuri, utakutana na mafundisho mazuri, utakutana na maonyo mazuri, utakutana na kukaribiwa kwa mipaka mizuri ili uwe mtu mzuri. Hayo Yesu alichotoka. Yeye mchungaji mwema anautoa uhai wake. Mchungaji mwema haogopi kuchunga kundi. Mchungaji mwema anakubali yale anayokutana nayo. Japokuwa asubuhi tujifunza lazima yapigwe kwenye milango mitatu, yapigwe. Nyakati zingine watu wanaleta majaribu ya makusudi, wanaleta kiburi kwa makusudi. Hayo hakukubali. Hapana, lazima tuwe na macho ya kuona, kwa sababu ameweka mbele, ameweka kitu kizuri ndani yetu, ameweka neno liko ndani yetu. Bwana ameweka kiu ya maombi, shauku, lakini Roho Mtakatifu yuko ndani mwetu, ambaye anatufundisha na kufunua mafumbo na kutuongoza. Yeye yuko ndani mwetu, anajua